Kituo hiko cha polisi kimekamilika lakini hakijazinduliwa. Bodi ya zege imekuwa inaonekana inachukua muda sana. Atakuwa tayari kuambatana na mimi kulinda usalama kituo pamoja na mahabusu pamoja na polisi wenyewe. Kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zuberi Yahya Mfaume, mbunge wa Morogoro Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na ujenzi wa kituo cha polisi cha Mtamba, kata ya Kisemu, baada ya kituo cha awali kubomoka kutokana na uchakavu. Ujenzi wa kituo kipya umefikia kwenye hatua ya umaliziaji, ambapo kazi iliyobaki ni kuweka vioo vya madirisha na mfumo wa maji safi na maji taka, na fedha kiasi ya shilingi milioni 13 kinahitajika. Fedha hizo zitatolewa na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro mwezi Julai mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Abubakar Yasenga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana serikali kwa majibu mazuri, na Mheshimiwa Faume alikuwa na maswali alikuwa na ombi moja, na mimi nitakuwa na maswali mawili madogo ya nyongeza. Ombi la Mheshimiwa Faume ni kwamba wakati Mheshimiwa Asenga, uliza maswali ya nyongeza. Kama unalo moja uliza moja. Kama la kwanza anasema wakati kituo hiko cha polisi kikiendelea kujengwa, je, serikali haioni umuhimu wa kupeleka magari ya doria katika tarafa hizo tatu kutokana na uhalifu mwingi kuongezeka kutokana na uchimbaji wa madini na uuzaji wa karafuu? Swala la pili, tunaishukuru serikali hii ya Watanzania chini ya Chama cha Mapinduzi kwa ujenzi wa kituo kizuri cha polisi cha wilaya ya Kilombero tangu uhuru. Kituo hiko cha polisi kimekamilika lakini hakijazinduliwa kwa sababu hakuna furniture. Je, ni lini serikali itapeleka pesa kwa ajili ya furniture na kituo hicho kianze kufanya kazi? Asante sana. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Senga kwa niaba ya Mheshimiwa Zuberi kwa maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Swali la kwanza ilikuwa ni swala la umuhimu wa kupeleka gari katika kituo hicho au katika kata hizo tatu, na hilo ni kutokana na hali ya uhalifu katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala hili kimsingi ni swala namba 563 katika maswali ya leo, lakini kwa sababu limeulizwa kwenye 562 kama ni sehemu ya swala B au swala la nyongeza kwenye maswala la msingi, napenda kumjibu Mheshimiwa mbunge kwamba tunaona umuhimu wa kupeleka usafiri kwenye eneo hilo, na nimwahidi tu kwamba tutawasiliana na kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro ili kuona magari yale yaliyopo katika wilaya kama itakuwa hayajatosheleza sana, basi tuone namna ya kuweza kuongeza usafiri kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa, kwa swali la B la uzinduzi wa kituo ambacho tayari kimejengwa lakini kimekosa furniture, nataka nimwahidi Mheshimiwa mbunge kwamba tutahakikisha kwamba kwenye mwaka wa fedha 26/27 tunapeleka furniture ili kituo hicho kiweze kuzinduliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Doto Bahem, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Katika kata ya Kabanga wilaya ya Ngara kuna wananchi walijenga kituo cha polisi kinaitwa Juruligwa zaidi ya miaka 7. Kile kituo kijaanza kufanya kazi na jengo lilishakamilika. Polisi wanasema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo havikamilika katika kile kituo, kama sehemu ya kuhifadhia silaha, kuwa na singboard ya zege. Sasa je, serikali iko tayari kumalizia kile kituo ili wananchi waendelee kupata usalama katika eneo lile? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru na nimpongeze sana Mheshimiwa Doto kwa kuendelea kufuatilia kwa karibu sana hali ya usalama kwenye jimbo lake, hasa katika eneo hili la kata ya Ngara. Niwapongeze sana wananchi kwa jitihada walizozichukua za kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali kujenga vituo vya polisi ili kuongeza huduma ya usalama kwenye maeneo ya karibu na wao. Na hili ombi ambalo amelitoa Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Mwenyekiti,
Napenda tu kumwahidi kwamba tuko tayari kupeleka watu wetu kufanya tathmini ili kusudi tuweze kujua gharama halisi na hatimaye kuweza kushirikiana na wananchi kumalizia kazi iliyobaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Esther Matiko, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukizingatia mji wa Tarime unapanuka kwa kasi, ambapo maeneo ya pembezoni kama kata ya Kenyamanyori, Kitale, Nyandoto na Nkende yanakuwa na ongezeko kubwa sana la watu, shughuli za biashara, madini na uwekezaji. Je, serikali ina mpango gani wa dharura wa kujenga vituo vya polisi kwenye kata hizi ambazo ni outpost ili kuweza kuimarisha usalama, kuzuia uhalifu, lakini zaidi kusogeza huduma za jeshi la polisi, hasa dawati la jinsia karibu na wananchi? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Esther Matiko kwa swali lake la msingi na muhimu, hasa katika eneo la kata hizi tatu ambazo amezitaja. Kwa kweli kuna umuhimu mkubwa wa kuhakikisha kwamba kwenye kata hizo tunajenga vituo, na dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba kila kata katika nchi hii kwa upande wa Tanzania bara basi tunajenga kituo cha polisi ili kuhakikishia zaidi wananchi usalama wao. Kwa upande wa kata hizi ambazo amezitaja Mheshimiwa, naomba nimwahidi kwamba tutapeleka watu wetu kufanya ukaguzi kuona kati ya kata hizi tatu ni eneo gani kwa dharura tunaweza tukaanza kuweka kituo cha polisi ili kusudi zihudumie na kata za jirani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Shadia Omar, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa nafasi hii. Kwa kuwa serikali inaendeleza jitihada zake za kukarabati vituo vya polisi ambavyo vilipata kadhia, lakini imekuwa inaonekana inachukua muda sana na mitaa imekuwa bila vituo vya polisi. Je, serikali ina mkakati gani wa kumaliza vituo hivi ili ulinzi na usalama uendelee kupatikana katika mitaa yetu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Shadia Omar kwa anavyofuatilia kwa karibu masuala ya kiulinzi katika maeneo aliyoyataja na hasa kule katika jimbo la Tumbatu. Najua yeye ni mdau kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme kwamba jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba tunajenga vituo vya polisi zimewekwa kwenye bajeti yetu ya mwaka 2026-27 ambapo tumetenga takriban bilioni 202 kwa lengo la ujenzi, ukarabati wa vituo pamoja na ofisi za jeshi la polisi. Hivyo nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, moja, katika randama tuliowasilisha ya bajeti ya mwaka 2026-27 tuliainisha kwa kina kila mkoa na eneo gani kwa mwaka wa fedha 26-27 tutaweza kujenga vituo vya polisi. Yale maeneo ambayo yako nje ya randama hiyo basi yatakuwa yapo kwenye mpango wetu wa miaka mitano wa ujenzi na ukarabati wa ofisi na vituo vya polisi katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Muhsin Ussi, swali la nyongeza. Asante sana Mwenyekiti kwa kunipa na mimi nafasi kwa swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Malindi, wadi ya Mlandege, tuna kituo cha polisi cha Makadara ambacho kwa muda mrefu sasa kimechakaa na kinahitaji kuboreshwa. Kituo hiki cha polisi Makadara kimekuwa muhimili muhimu sana kwa kuwapatia ulinzi wananchi wa maeneo ya Makadara na maeneo jirani. Je, ni lini Mheshimiwa Waziri ama Naibu Waziri atakuwa tayari kuambatana na mimi kukagua miundombinu hiyo ili kwa makusudi serikali ifanye jitihada ya kufanyia ukarabati kituo hiko cha polisi? Asante sana Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Ussi, na kwa kweli kituo cha polisi anachokiongelea cha Makadara na kijua na kipo mjini na hali yake haiko vizuri sana, na nataka nimwahidi kwamba serikali iko tayari wakati wote, lakini niombe tu tutoe fursa ya kumaliza bunge hili, na baada ya hapo tuko tayari kuungana na Mheshimiwa mbunge ili kuenda kutembelea katika kituo cha polisi Makadara. Mheshimiwa Pasco Chinyele, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
kituo cha polisi cha Chang'ombe katika jiji la Dodoma ni moja ya vituo bora kabisa na vya kisasa ambavyo vimejengwa hivi karibuni kwa ushirikiano kati ya serikali na wananchi. Hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo hiki kinazungukwa na makazi ya watu waliosongamana. Je, ni lini serikali itajenga uzio katika kituo hiki ili kulinda usalama kituo pamoja na mahabusu pamoja na polisi wenyewe? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Chinyere, mbunge wa Dodoma mjini, ambaye ameulizia kuhusu ujenzi wa uzio wa kituo cha polisi cha Chang'ombe. Kwanza nikiri, ni kweli kituo cha polisi cha Chang'ombe kipo kwenye mzunguko wa makazi, na mimi mwenyewe binafsi katika njia zangu zisizo rasmi, mara baada ya kuteuliwa tu nafasi hii nikiwa Dodoma, nilikitembelea hicho bila wenyewe hata pia kujua. Na nikiri kwamba upo umuhimu kwa mzunguko ule wa makazi uliopo kwenye eneo lile, na hasa kwa hali halisi ya usalama ilivyo, basi kituo hicho kiweze kujengewa uzio. Nataka nimwahidi tu kwamba tuko tayari kuangalia hali ya fedha ya mwaka wa fedha 26/27 endapo itaruhusu, na kwa sababu pia yeye ni makamu mwenyekiti wetu wa NU, kwa hiyo nimwahidi kwamba tutajitahidi iwezekanavyo tuweze kumsaidia katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nafasi.